doesn't get realer than this. True ghetto story. Hii ni ile realest, rawest na truest. It doesn't get realer than this, jama. Kama mase kujinyonga si ni hard. Hata watu wanajinyonga pia hata wanajaribu. Ilikuwa imeshashika sasa. No, piga tu matega hapo niaje wewe. Ndio atamka nini wakatile wale piga mangumi mbele nini wanakujibadia nini? Hey. True ghetto story. Hii ni ile realest, rawest na truest. Then I want to big up Ghetto Radio 89.5 FM. Safi. Ghetto Radio najua ndio imemake Daddy Stitches akajulikana pia anakuaga juu ilikuwa nasemekana amededi. Sasa tumefika Kamiti ndani. Okay, kufika pale Kamiti sasa. Tumefika hiyo time. Nashindwa niko wapi juu. Hapa ni wapi? Kuja hapa nimeharasiwa. Ingia hapa ndani. Pop. Matenge mangumi. Ingia hapa. Wewe ni nani? Hiyo kufura hiyo bado napigwa. Bana. Jina lako nani? Unasema jina. Willy Sobono nani? Okay. Umetoka wapi? Nimetoka pale fulani. Chief wako ni nani? Chief kwa nani najua ni nani? Kuna best yangu moja na respect tu sana. Akili sasa jina lake kuja akili yangu. Nikasema Patrick Mathai. Okay, mimi majina ni Patrick Mathai Monene. Naishi mtaa Mathare 3C ama Shanty Town. Na tumekuwa akinipigia simu na tunaongea na yenyewe jela sio ya mama ya mtu. Alikuwa na mashida zake zilikuwa mingi, alikuwa amechange akakuwa black sana. Watu kienda kumuona, kuna time amenicall nasemana kitu yote. Mimi most of the time akinicall nilikuwa namfordia gado. Obviously najua ni illegal lakini kwa mtumia gado. Hiyo do kidogo nilikuwa namtumia maybe, lakini amekuwa tu na ma issues Sasa most of the time yani sasa ilibidi wife yangu alikuwa anamtembelea sana. Hapo pia nimeenda mara kadhaa, hata nakumbuka tuko na make sure at least kwa mwaka tunaenda hata mara 3 na Mathai. Tunaenda kumcheki, tunaongea na tuombe vile kuko. Asemana hope amedhoofika. So unamwambia tu sasa tutafanya aje. Sasa sikafika siku ya judgment mtu wangu. Naipeleka tu hivyo ndio nikafika siku ya judgment. Okay, kulikuwa na masanse wanapeleka tu kotini. Tunaenda kotini. Sasa siku ile masanse ikafika nilinyongoka kitu saa 9. Ni kama vile Yesu alikuwa msalabani saa 9. That day ndio nikaenda. Askari asha change sasa na mimi. Nilipigwa chain, nimekazwa, ikapigwa lock. Tulikuwa na best yangu sasa alikuwa anatoka Njoro pale. Anaanza tu kulia. Nimepigwa chain kashiru. Ni nini? Kwani vitu vichenjaga? Nikapelekwa kotini, ilikuwa tu mimi peke yangu. Saa 9 kuja pale unapata magava washa cock. Maji 3 wamecock, sababu mtu anaenda kunywa. Mimi sijui, sina rada. Ni mara kwanza unaona hizi movie. Kidogo nimeingia hivi. Sasa alikuwa anakuja kwa mlango anatoka hivi anatake cover. Nikashona hii rada ni gani? Nikakaa hapo sasa kwa nini? Kwa doctor hapo. Jajiko akakamba akaingia. Na kuambia yangu ilisomwa na dakika 2. Jajiko alisema katika hii kesi hakuna suluhu nyingine ya kunini but to suffer death. Consequently, nakapaka vitu nilistuka. Nitapelekwa sasa ndani. Sasa ile block ilikuwa F block. Sinatola pale. Nimeingia saa 1 usiku. Maze vile nimebambwa. Nimefungwa chain. Nikasema tu hapa nimededi. Sasa napelekwa ile block ya watu wabaya. Wamekumwa death wako pale. Uarifu yangu alijipatanga tu yani amebambwa. Mimi naye bado ni kukaa tu yenyewe juu ya mambo mingi. Yangu naye siwezi sema ni kuekelewa, nilijipata nimefanya ngori. Nikajipata nimepelekwa huko. Sasa wakati nilifika, kesho yake nilitaka kumuona. Na hata alikuwa tu yani anishikanishi. Jonye pia ukiingia kule, sijuangi neti iko aje cause unapatanga mtu yani ni kama umelewa leo na ukunywangi pombe. Yani but alikuwa place mbaya sana, ilikuwa ni strict. Mpaka kumuona ilikuwa ngani noma. Juu yeye alikuwa condemn. Sasa ni mahali umse hata singemuona bila chain. Nikienda tu yani kumchungulia hivi nampata tu kwa riache. Sasa hiyo kitu bado ilikuwa inanitia wasiwasi sana. Mimi niko rimandi, yeye nimempata kwa condemn, lakini situation nimeona bado ni tofauti sana. Yeye kila saa koriach, hata nikienda kumcheki kila saa, yani naona mambo yake huko, hata kama ni mali watu wanasema condemn naye ilikuwa na life nyingine ngumu. Stitches kwanza alikuwa coaches na bado alikuwa referee. Na games zetu wa Sporef tulikuwa tu lazima tungezusha. Tulikuwa tunataka tu wenyewe Stitches aletwe. Inabidi tu wenyewe anaenda anachukuliwa, anakam. So tulikuwa
bambika sana akiwa huko nini, mazoezi anatrainisha wasee, unaona, alafu tena anarudishwa huko. So situation yangu kakwa tricks, nikakuwa watu wakakuja wakapotea. Ushaona niko na bro yangu anafanya job hapo na real brother. Ajai niokolea hata day moja. Chief accountant bro wako. Mtu mkubwa sana, first born. But I forgive him. Ajai kuja kunisaidia, ajai kuja brother yangu aliniuliza, "Ni aje kijana? Umeiba pesa ngapi tukule?" Siku nyingine nishakuja nimetoka kotini hapo anauliza, "Ni aje Morio? Umefungwa miaka ngapi tukae?" That's a real brother. Sasa pale watu wakuja kapotea, mabeste kila mtu amepotea. Paka watu wa hoba kwa mtu anakuja kuangalia. Alafu pale uje mtu ana need soap, tissue, pati nini. So tukaendelea kufuata hivyo, tuenda kumuona. Kuna time pia tumelegea miaka karibu 5. Akakaa akarudi akaletwa kamiti. Makara wawili wanakam hapo kwa gate. Umeona mtu yako? Kwa nini mnafanyanga vibaya hivyo? Amkujangi kumuona kwa nini? Nikamwambia akitu ni shughuli. Hapana. Huyo mtu kila kitu yake imeisha huko ndani, anatishwa nani, anaomba kila mtu huko juu, hana anything, hakuna mtu anakuja kumcheki. Kama wewe ni familia yake ama wewe si wa familia yake, making tu time unakuja kumuona hata nini? Yeye ni wa once per month. By the way, mimi nimezunguka jela kazi zote. Nimeenda Naivasha, Nakuru, nimeenda Kericho, nimeenda Kibos, Kodiaga, nimeenda Shimo la Tewa, Manyani, Nyeri, King'ong'o. Hiyo ni kifungo. Tourist wa jela. Jailbird. Sasa hapo ndo unapoteza watu rando, unashindana watu wanashindwa kwa wapi. But nashukuru Ghetto Radio ilikuwa na interest. Kuna mtu anaitwa DJ Talanta. Stitches aliniwacha bila mkono. Nikiwa na mkono na Stitches kamkushiko alishikago tu dhao huko nikifikiria. Nikikumbuka yani. Na hiyo time ya tu dhao by the way tulikuwa tunaenda tu reggae na yeye. Yeye ndiye amenimenta. Na yeye ndiye alituma niwe selector. Kwa hivyo sina mengi la kusema. Stitches ako fiti sana. Wale kwa John Mededi by the way. But Talanta amefanya kazi jo mtu wangu. Paka kumbe Daddy Stitches anakuaga. So hiyo ni after. Lakini sasa huko ndani ilifika mahali Morio, mimi nilitaka kujitake commit suicide. Jua life imekuwa noma. Mimi Morio nishailala na mtu msee hivi. Tumelala na yeye, tumejifunika naye mnade moja. Mtu akadedi. Si umelala na mtu kwa mnade moja umejifunika, usiku na feel tu ile kuna baridi hiyo jela, juu tokaje hata nje. Alafu unasikia tena baridi nyingine unusual. Unashindwa mtu amekaaje. Morio, amka. Amekaa tu hivi. Sindampusha hapo. Akaa hapo na mimi naendelea kudozi. Asubuhi mnaulizwa mko wangapi? Jela kusema mtu amekufa, utasema umemulia nini? Inasemekana ameshindwa kutoboa kifungo. Useme amekufa. Umeua hela nini? Ati mko wangapi? Okay, tuko 5 na moja, tuko 6 na moja amelala. Sasa nilidoza mtu hiyo day. Chakula yake la kam, chakula la kuja. Mko ngapi? La kam. Unacheki msee, atakunywa uji kweli? Inabidi umededi na nilikuwa lala na wewe. Sasa hiyo uji yake juu njaa iko neti, hiyo uji yake nachukua mimi najiponda nayo. Na kunywa hiyo uji nasema hata amefanya poa kude. Dedi. Lachi la kuja, mururu zinakuja, ugali la kuja hapo lachi na inaitwa maji ya senge. Sasa hiyo ndo mboga. Hajaamka bado. Daddy Stitches bibi nayo nakula. Na hajaanza kufura. Amelojua hapo hata wale watu watakujua ndo tu hapo. Sasa nakwambia si mwili ufura yani. Okay, inafura fulani kiasi. Sasa mimi nakwambia tulidozeleo mtu, sasa dedi leo. Tulilala naye tena. Kesho yake ndo anakuja kuchukuliwa. Nini limada? Si ugonjwa mtu amededi tu. Mtu amededi. Mwili imekataa chakula, kula kidogo nini. By the way tulienda transfer hiyo watu 105 umejazwa kwa lori ya Mariam nyakati hiyo. Mumefinyana kama swine, mumepigwa chain. Tulipofikia neti tulirudi watu 9. Mlikuwa 105 mmerudi 9. Mmerudi 9. Swali ni wengine walienda wapi? Waligenya wote. Unasema mtu ameshikwa na TB amededi. Mtu amepigwa Bitson bure tu amededi. Mtu sio amefanywa aje, ugonjwa tu wakaja tu mysteriously. Na katika hao watu 8 walikujaga jaja kwa bless wakaachiliwa. Daddy Stitches ndakabaki
more than 20 years. So leti ilikuwa imekaa mpaka kuna siku nikafikiria kila mtu amenihepa, hakuna nini na nini, nikaamua commit suicide. Wamo sasa enough is enough. Enough is enough. Hakuna hata idea utakamkutoka, yani una hiyo mentality. Hakuna. Sasa watu watokagi, mtu amekaa 27 years. Wao wamekaa hizo, watakutoka uende wapi? Yeye mbona hajatoka? Sasa hizo ndo 8, umegonga 8. Yeye hata hajatoka. So nikasema, so nikapasoka blanket kiasi vizuri, poa. Dirisha juu iko huko mbali. Yaani dirisha iko mbali huko. Unafunga pale kwa diro pale kidogo kwa chuma ya diro. Kama mase kujinyonga usinihanga. Hata watu wanajinyonga pia hata wanajaribu. Ushapanda kwa hiyo dirisha. Ushapanda kwa hiyo dirisha, kafunga nikajiweka tu kamba ndani. Sasa wase watashtukia, nikopiga kama tenge hapa juu ilikuwa imeshashika sasa. No, piga tu matenge hapa ndio niaje wewe. Ndio atamka nini wakatile wale piga mangumi mbele nini wanakujibadia nini? Sasa itakuchukua nichukuliwe sasa tena. Kichwa sharuka, yani hakuna hata kitu na nini. So kuna mse fulani alikanyaga basi akiniita jina. Daddy Stitches. Sasa ako kwa ile nyumba nyingine, kuna nyumba za TV ziko tu hapo kando na mimi niko hapo. So siwezi fuka kwenda kumuona by the way. Lakini the whole night anapiga tu story. Daddy Stitches bana. Asubuhi daddy aje na muuliza aje. Sikuli inabidi sasa paka hii nyama yangu na mdunga. Sikuli bana. Na mdunga sasa mimi mwenyewe nasikia njaa lakini namdunga hii ni yangu. Haya, fanya aje? Nipigie rege. Anakuambia hivyo? Sasa you can imagine mimi niko hapa na shout. Unampigia rege? Nampigia rege. Unapigia mtu mgonjwa, ala TB, ala but napiga tu rege mpaka ilikuwa kwa block yote, hiyo ni block ya nini floor 3. Watu ni wengi. Floor 3 kama hiyo floor 3 hizi rooms mko watu ka 10. Alafu nyumba keja ni 96. So unapigia rege aje hadi sasa? Si naimba tu na mdomo. So watu wako locked. Sasa wanajua Daddy Stitches anataka kupiga rege. Hebu jaribu kidogo. Hebu piga rege sasa. Inabaki haya. Wanaanza hapo. Na sasa alikuwa people just to know the dance. I don't want to be late. At the pub with a single touch. For my woman dressed in a culture cloth. And look how she move away. Salamu na sasa. Willing na kuja sana kama ni wewe sasa. Come along every goodie. Come and hear what I have to say. Come and listen and I will tell you what is the talk of the town today. At every corner that you may walk, you'll see a group of people talk. They are not skylarking, they are talking about what's happened here in committee. Kulo. Una mix tena. Lishatuacha. Sasa wase wako locked, alafu hiyo ni ile enzi hakunaga hata radio. Hapa kama radio iko ni moja ndio inafunguliwa huko kwa sunset anafungua. So unaomba ruhusa uende kwa choo. Ruhusa unaomba uende kwa choo. Sasa kuna mashimo kama zinatoka hivi kwa diro shimo zimewekwa kwa hivi kidogo. Sasa pale kama huko na bahati ya kugeti ile sola, nilikuwa natoa mkono hivi inapiga pigwa na sola. Sasa unaotajua hiyo umeotajua. Wacha gava sako kupatia mkono yako. Inapigwa. Ati umeiba jua. Umeiba jua. Unaiba jua. Yani wewe that's a crime. Umeiba jua aje? Na hii jua si yako, ni yule afa kuota. Na ni jua ajajare bana. Kwa hivyo mavijana kuna mahali unaweza enda hii jua la nini tu hapa hii uikose.